Katika hali isiyokuwa ya kawaida jioni ya leo, tunaarifiwa kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche amekamatwa na jeshi la polisi Mkunguni, Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambapo inaripotiwa kwamba alikuwa anaenda kufanya mkutano wa dharura au hadhara na wananchi wa mitaa hiyo kuzungumzia hali inavyoendelea kwenye chama hicho na kile ambacho kinaendelea kwa mwenyekiti wa chama hicho, lakini isivyo bahati akawa amekamatwa na jeshi la polisi. Lakini pia Heche amekamatwa na polisi baada ya jeshi hilo wilaya ya Kariakoo kukiandikia barua chama hicho kuzuia mkutano huo ambao yeye alikuwa anaenda kufanya, lakini barua hiyo iliyowataka Chadema kutofanya mkutano huo uliopangwa kufanyika katika mtaa wa Nyamwezi na Mkunguni kwa sababu ya shughuli za biashara zinazoendelea eneo hilo. So hiyo ndo sababu ambayo polisi wao wameitoa kwamba imetosha kumkamata John Heche, kwa sababu ni kama amekiuka kile ambacho wamemwelekeza au wamemwambia asikifanye. So mpaka sasa hivi hatujui taarifa zinasemeje, ni kwamba ametolewa au la bado anashikiliwa na polisi. So taarifa zilizopo mpaka muda huu ambapo nakuletea hii habari ni kwamba John Heche anashikiliwa na jeshi la polisi kwa jijini Dar es Salaam. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kwa mwenyekiti wa chama hicho, lakini hapa naarifiwa kwamba G55 hata waliopinga maridhiano hawakufukuzwa. Wa G55 tunajua ni wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo ambao wanapingana na kauli mbiu ya chama hicho ambayo imekuwa ikileta naweza nikasema imekuwa na amshamsha ya uchaguzi ambayo imepelekea mpaka sasa hivi hata mwenyekiti wa chama hicho aweze kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya Kisutu ya uhaini. Lakini pia kama ulivyosikia hapa habari za kwamba makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche pia naye amekamatwa. Naamini issue nzima ni hiyo slogan yao ya no reforms no election. Sasa katika sintofahamu kwenye katikati ya kuendelea na mapambano ya hii kauli ambayo Chadema wao waliweka wazi kabisa kwamba kama mabadiliko hayawezi kufanyika au hayatafanyika kabla ya uchaguzi wa mwaka huu mwezi wa 10, basi wao hawatakuwa tayari kushiriki uchaguzi huo. Na yani si kwamba tu uchaguzi utafanyika na wao hawatafanya, ila ni kwamba uchaguzi pia hautakuwepo. So kwa namna gani, kwa njia gani, wao ndo wanajua. Lakini isivyo bahati mwenyekiti na makamu mwenyekiti wote mpaka sasa hivi wanashikiliwa na vyombo vya dola. Sasa hawa watu wao leo walikuwa na mkutano wao. Ni nini wamezungumzia? Ni kipi wameadhimia au ni yepi ambayo wameyazungumza kwenye hicho kikao chao? Naomba twende pamoja. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano na mambo ya nje ya Chadema John Mrema ameendelea kulalamikia kila alichokiita ni kuvunjwa kwa misingi ya demokrasia ndani ya chama hicho, akisema kwamba zamani Chadema ilikuwa na utamaduni wa kusikiliza hoja hata kama ni za kupingana na uamuzi wa vikao. Akitolea mfano wa maridhiano kati ya Chadema, CCM na serikali, Mrema amesema kuwa licha ya baraza kuu kuamua kushiriki maridhiano hayo mwaka 2022, baadhi ya viongozi wa juu wa chama walipinga waziwazi uamuzi huo bila kuchukuliwa hatua zozote za kinidhamu. Alianza kwa kusema walikuwepo Tundu Lissu wakati huo akiwa makamu mwenyekiti bara, sasa ni mwenyekiti taifa. Lakini pia alikuwepo John Heche ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti bara. Lakini pia alikuwepo Godbless Lema na Peter Msigwa kabla hajahamia kwenda CCM. Hawa wote waliendesha harakati za kutaka chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema wafukuzwe. Hii ni kwa sababu chama
kilijengwa juu ya msingi wa kusikiliza, alisema John Mrema. So hayo ndiyo ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi Chadema. Kwa ni kama tuseme bundi anatengea kwenye iko chama, kwa sababu toka sekeseke la kukamatwa kwa mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu ni kama hakujatulia. Makamu mwenyekiti alikuwa akiendesha naye akiendesha mikutano yake, huku akiendelea kumpambania mwenyekiti wake ili atoke, lakini humo ndani ya chama kuna mpasuko mkubwa sana ambao upo. Juzi tu tumetoka kusikia kesi ambayo imetoka kwa wanachama kutoka Zanzibar au Tanzania visiwani, ambao wao wanalalamika kwamba kuna ugawaji wa mali ambao hauko sawa, yani unequal distribution of resources ambazo wanamiliki Chadema, kwamba ugawaji wa hizo resources kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani hauko equal. So wamewashtaki wakuu wa chama hicho au ngazi ya juu, kwa maana ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, ili kuweza kutolea ufafanuzi wa swala hilo. Sasa ukiangalia haya yote yanatokea, lakini huku mwenyekiti wa chama hicho bado akiendelea kushikiliwa na mahakama, na uchaguzi ndo unakaribia, na vyama vingine vinaendelea na kampeni zao za chini chini, japo kampeni bado hazijaanza kufunguliwa, lakini bado wao wanaendelea kufanya hizo kampeni, huku chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wao wanaendelea kuhangaika na serikali. Kama hivi polisi kila siku wanawakamata viongozi wao wakubwa ambao ndo wana power na wana kauli, wanaweza kasikilizwa. So kwa lugha nyingine unaweza ukasema kwamba hiki chama huenda ndo inaweza ikawa wanataka kukididimiza sasa, ili kife kabisa kisiwepo, kwa sababu kwa jinsi inavyoenda sasa sioni kama kweli kuna namna yote ambayo inaweza kufanyika hiki chama kinaweza kikarudi kuwa na nguvu kuliki uchaguzi tena kwa baadaye. Lakini hii haikutosha kwamba nikakaa mimi mwenyewe kufikiria hayo na kuwaza yanayoendelea kwenye iko chama, nikapata kuona nilitaka kuona pia ni nini maoni ya watu wengine juu ya masuala haya ambayo yanaendelea, au maswaibu ambayo yanawakumba chama cha demokrasia na maendeleo. Nilimpata mmoja, yeye baada ya kumhoji yeye akaniambia kabisa kwamba kuropoka kwako hapa nazungumzia issue ya John H ambaye amekamatwa, kwamba yeye kuropoka anazungumzia issue ya John Mrema ambaye huyu ni kama kiongozi wa hilo kundi la G55, ambaye hapa sasa yeye alianza kwa kumwambia kuropoka kwako ndiyo shida, ungekuwa unaongea kwenye vikao ingekuwa poa. Tundu Lissu na Heche msishindane nao, ni mpango wa Mungu. Yeye akasema hivyo, lakini mwingine naye akaongeza kwamba G55 wanaposema watapambana wakiwa kwenye udiwani na ubunge na sio nje kwa mwenendo wa uchaguzi wa 2024, na tume hii isiyo na marekebisho, wana uhakika gani wa kupata viti vya udiwani na ubunge? Labda waliadhimia au waliahidiwa nafasi za upendeleo na rais na tume yake, na hapo sasa si uchaguzi. Ndiyo maana kulikuwa na njama za kuondoa Lissu, Heche, Msigwa na Lema ili kufanikisha ili kuweza kufanikisha maridhiano feki na CCM. Wakati huo CCM haitaki uchaguzi huru, inataka maigizo, dunia ione kuna demokrasia na CCM iendelee kutawala. Hayo ndo alikuwa maoni yake ndugu yetu anaitwa David Mutiba. Lakini pia mwingine akauliza kwamba we Mrema ndumila kuwili, so ni nonsense. Huyu pia alikuwa anamkosoa John Mrema ambaye pia alikuwa na hayo ambayo ameyazungumza. Lakini ukiachana na maoni hayo, pia nikataka kuangalia maoni yanayoendelea juu ya kukamatwa kwake John Heche, kwa kile ambacho kimeendelea leo jijini Dar es Salaam. Huyu mwingine akaanza kusema lifanyike usiku mchana, mwache tu, ipo siku kutakucha, kikubwa kwenye sanduku la kula ndiyo mambo yote. Lakini pia mwingine akasema no reform no election. Wakati wa mwisho yeye akasema mbona Nchimbi anazurula nchi nzima
bila bugudha. Jamani, ngunguli imerudi au yeye anauliza hivyo. So hayo ndo yalikuwa maoni ya watu ambao wanaendelea kufuatilia hizi siasa za Tanzania na kile ambacho kinaendelea kwa chama cha demokrasia na maendeleo. So ni nini ambacho kitafuata? Je, John Heche naye atapelekwa aliko Lissu au ataachiwa? So hayo ndo maswali ambayo mpaka sasa hivi tunajiuliza na hatujajua. So naamini kufika kesho tutapata majibu ya haya yote.